Hello everyone, na tumai mko poa na mimi niko poa. Mnaendeleaje kila mmoja mahali hapo? Na leo ni siku ingine ambao nimerudi kuweza kuwaonesha jinsi ya kucreate a job bank account. Nimepitia group kwa wale ambao wako kwa group yetu ya WhatsApp. Nimeona wengi wakistruggle kwa ajili ya kucreate job bank account. Pole sana kwa kuwa nilikuwa sijaweza kuonyesha hilo, na leo nikasema no, mbona watu wasumbuke, hata kama naweza nikawa nachoka ama muda wangu lazima ni jinyime kiasi ama nijiibe kidogo kwa ajili ya kuweza kusaidia watu wangu. Kumbuka niliwaahidi kuwasaidia mahali ambapo mimi nitaweza. Sijasoma message zote ambazo nimepata kwa group. Yenyewe zimekuwa nyingi kiasi ya kwamba nashindwa nianzie wapi na nimalizie wapi. Lakini ile ambao nilifikia kidogo ilikuwa kwa ajili ya kucreate account ya job bank, juu ya kutafuta kazi na juu ya kujaza vitu mbali mbali. Na nikasema no, acha niweze kuingilia hapo juu ya kuona jinsi ambao tutaweza kusaidiana. Ikiwa wewe ni mpya kwa channel hii, kumbuka kusubscribe. Hapa ni mahali ambapo huwa tunaweza kusaidiana, kuchanganya mawazo na kuoneshana njia ambazo zinaweza zikajitokeza kwa ajili ya kurahisishia watu kuweza kutimiza ndoto zao, wengi ambao ni wanapanga kuja Canada. So Job Bank ni moja kati ya website ya government, ama ya government kwa Kiswahili tena nanipotea, ya Canada, ambao huwa inarahisishia wale ambao wako ndani kama vile wale ambao wako nje kuweza kutafuta kazi hapa Canada. So kuna njia ambao unaweza kutumia kufungua hiyo account. Naona inachanganya wengi sababu kuna vile unaweza ukacreate hiyo account ukiwa ndani ya Canada na vile unaweza ukacreate ukiwa nje ya Canada. So bila kuchukua muda wako, acha niweze kuonesha moja kwa moja kwa vile ambao unaweza ukatumia, vile ambazo unaweza ukafungua akaunti yako ya Job Bank. Na kwa wale ambao ni wapya ama wale ambao hawakufanikiwa kuona video yetu ama previous video ya jinsi ya kukuja Canada, kuna njia mpya ambao tulikuwa tukionyesha last time. Moja kati ya province ya Canada inahitaji watu na tulikuwa tunaonesha hiyo. So ikiwa wewe ni mmoja kati ya wale ambao wanahitaji kuja Canada na hukufanikiwa kuona video hiyo, unaweza ukapitia kwa channel yetu na uzunguke tu vizuri kwa channel. Kuna video nyingi ambazo utapata hapo, zile ambazo zitaweza kukusaidia. So sitaki nikuchukulie muda sana, acha nikuoneshe jinsi ya kucreate account ya Job Bank. Kusudi ucreate account ya Job Bank, unafaa kuenda kwa website ya Job Bank, ama unaweza kupitia kwa www.gc.ca. So lakini hiyo ni njia ndefu na mimi nataka kuonesha njia ambao haitakuchukulia muda sana, ndio maana naweza kuingia moja kwa moja kwa website ya Job Bank. Acha niweze kufanya hivi ndio screen yangu ionekane vizuri kwa kila mtu, kuwa rahisi kwa yeye kuweza kuelewa kinachoendelea. So hii ni Job Bank ambao unaweza kutumia kutafuta kazi ukiwa Canada ama ukiwa nje ya Canada. Kuna zile aina za kazi ambazo unapata employer anatumia hizo program zao zinaitwa LMIA, ambao inarahisisha, inamruhusu
kuchukua wale watu ambao wako nje ya Canada wakuje kufanya kazi. So kitu ya kwanza lazima ukuje hapa mahali kunaandikwa sign in na kuna alama ya picha. Inaweza ikawa ni picha kama hauna account yoyote, na unaweza ukawa kuna account lakini hauna picha, itakuwa iko blank hivyo, kukuwekea kwa circle na inakwambia sign in. Inalingana kwa simu yako. Najua Canada ni nchi ambayo inatumia lugha mbili, so ikiwa uko kwa nchi ya Kiingereza itakuandikia na Kiingereza, ikiwa uko kwa nchi ambayo inatumia French pia watakupea na French, sababu hizo ni lugha mbili ambazo huwa zinaongelewa Canada. Ukiklik hapo inakuambia job seekers na hapa chini inakuambia employers. So wewe utaklik kwa job seekers. Kumbuka ni wewe unatafuta kazi, sio mtu unataka kuandika. Hapa wanasema job bank for job seekers, you need to sign to continue. So hapa mahali pa email unaweka email yako. Acha nijaribu kama King P housepro6@gmail.com. Oh, sorry. Okay. Sifai kuclick sign in sababu hakuna account. Kumbuka ni account tuna create, so unafaa kukuja kwa sign up. Ukienda kwa sign up, acha nirudi nyuma kidogo. Nimesema unakuja hapa, unaenda kwa job seekers. Ukiingia kwa job seekers, kuja hapa chini finya sign up. Hapa wanasema don't want to sign in. I don't want to sign in. Okay, kama unataka kuitumia tu bila kusign in, unaweza ukaitumia, sababu sio lazima ucreate account kuitumia. Na mara nyingi nimekuwa nikiwaambia ya kwamba tumia hivyo hivyo bila kucreate account kusudi isikusumbue kwa njia ya kubadilisha CV na vitu mbalimbali. Unaona, ukiwa unatumia kwa njia ya bila kucreate account, inakuruhusu kuweza kukopi email tu ya ule ambaye anahitaji kukupea kazi, ama ule ambaye amepost kazi, wewe unakopi email yake alafu unaenda kuiandikia email. So naona wengi vile wanapenda kucreate account, pia sio mbaya, na ndio maana napenda kuwaonesha. Unakuja kwa sign up now. Ukienda kwa sign up now, hapa wanasema create account. Job bank offer different tools for different need. Find out which type of account suits for you. So hii ya kwanza ambao wanasema plus account. Plus account ni kwa wale ambao wako Canada peke yao. Jaribu kunisikiza vizuri. Plus account ni kwa wale wako Canada peke yao. Ukienda kwa plus account itakusumbua ikiwa hauko ndani ya Canada. Na kumbuka mimi nafanya hayo sana kwa ajili ya wale ambao wako nje ya Canada. So ikiwa uko nje ya Canada, lazima uende kwa standard account. Unakuja kwa standard account, unaclick sign up. Ukienda kwa sign up, hapa kuna terms of use job bank. Terms of use job seekers. User registration. Hizi ni habari ndefu tu inaandikwa hapo. Ukifikia hapo lazima itakuandikia the following terms of use and privacy statement outline the rules for using job bank for job seekers. Okay, ni vizuri uweze kuzipitia wakati unafika hapo, unaweza ukazisoma zote kusudi uone nini zinasema, sababu mimi nikianza kuzisoma itachukua muda mrefu na itafanya video hii kuwa kubwa, ijapokuwa nataka nitumie muda mdogo, lakini uelewe kile ambacho nacho kiongelea.
sorry. Hapa wanasema eligibility. Job bank offer different types of user accounts for job seekers. Each type of account has different eligibility requirements. So unaweza ukasoma zote. Anyone with an email address may create a standard account on job bank. To create account, you must be one of the following: a Canadian citizen, a permanent resident of Canada, a temporary resident of Canada, or an express entry Canadian. To show that you are eligible to create a Plus account, you must provide your social insurance number or your express entry profile number and job seekers available code if you are express entry candidate. So hiyo ni juu ya wale ambao wako Canada. Kama unataka kucreate hiyo Plus account, lakini kumbuka sisi tunataka kucreate account kwa wale ambao wako nje ya Canada. Disclaimer nasema nini? By using job bank, you agree to do so at your own risk. You also agree that job bank is not responsible for any damage resulting from the use of itself. Kitu ambao wanamaanisha ni juu ya pengine unaweza ukapatana na mtu ambaye anakuitisha chochote na wewe ukamtumia pesa. Unajua ni ya government ama ni ya serikali, lakini kuna aina yote ya watu. Kuna ule ambaye ako hapo kwa njia ya ukweli na kuna ule ambaye ako hapo kwa njia ya kutafuta pesa. Kwa hiyo wakati wowote unapata mtu anaanza kukuuliza informations kuhusu akaunti yako, mtu anaanza kukuuliza habari za pesa, unajua huyo sio mtu ambaye anataka kunipea kazi, lakini ni mtu ambaye anataka kunigonga. Lazima tuwe makini na tuelewane kwa hilo moja. Kwa hiyo ukianza ona mtu anaanza kukuuliza maswali kama hayo, kuwa makini na uogope. Hepuka mtu kama huyo. So lazima tukubali. By clicking on agree, you confirm that you will use your own personal information creating this user account. You agree to never share your password, no security questions and answer with any other part. You will not use any type of automated device, software to proceed to access job bank's service. So hizi tunakubali. Hiyo ni maswali za kawaida. Huendi kukubaliana kupeana password yako na mtu yoyote, na hakuna mtu yoyote hapa kwa job bank ambaye atakwambia gisi unataka kazi na umeitisha kazi kwa job bank nitumie password yako. Hapana. So hapa chini unakuja kuweka email yako. Unaandika email kama hivi: kingpphousepro6@gmail.com. Kwa wale walikuwa nauliza email yangu sana, ndio hiyo, nadhani umeiona. Language of correspondence, unaweza ukaweka English kama uko sawa na English, ama ukitaka unaweza ukaweka French. Mimi naweza nikaweka yoyote sababu hizo zote mbili nadhani ni mdomo wangu. Lakini kulingana na wewe, usiweke ile ambayo itakusumbua. So hapa ni kwa create password. Sijui imenichagulia password gani mimi na inasema iko strong enough. Nadhani inaweza ikawa ni password yangu tu ndio inanipea. Wanasema password must be at least 8 characters long. Yani password yako iwe na maherufi 8 kwa urefu. Have at least one uppercase letter. Ikuwe na leta moja ambayo itakuwa kubwa ama capital letter. Have at least one lowercase letter. Zingine ikuwe na hata karibu moja ambayo itakuwa ya kidogo. Have at least one number. Ikuwe na namba yoyote ndani. Have at least one specific character. Example include apostrophes,
paraphrases, square brackets, hypers, periods, commas, etc. So lazima uweke kama ni at, uweke kama ni hiyo sign ya dollar, percentage, vitu kama hizo zikuwe kwa password yako kusudi usisumbuliwe ikuwe moja na umeenda. Ya mwisho wanasema be identical in both password fields. So password yako ukicreate hapa kwa kwanza kama vile kwa pili ziwe zimefuanana na ziwe leta 8 na zichanganye vitu hapo ndani, zikuwe na namba ambazo ni kubwa, namba ambazo ni ndogo, na isikose hizo makarakta tofauti ama hizo sign tofauti pia hapo ndani. Ukisha create password yako unakuja huku chini alafu unasema continue. Ukienda kwa continue unaingia step 2. Hiyo ni notification ya kwamba hiyo ni message ya confirmation. Ukishaingia hapo unaingia step 2 anakuambia confirmation. Ukienda kwa confirmation hapa wanasema confirmation code. Lazima utumiwe confirmation code kwa email yako. Acha niende nione email yangu pia mimi. Lazima utatumiwa confirmation. Kumbia no respond job bank email confirmation. Inasema nini? Hello, you are just a few steps away from completing your job bank user account registration. You must provide the following confirmation code. Your confirmation code is this code will expire in 1 hour. So ukifanya saa moja kama haujakopi hiyo code na uweke huko, ina expire, unaanza tena upya. Sasa mimi naikopi. Unaweza ukaiangalia uende uandike, ama unaweza ukaikopi alafu unaenda huko unaipaste. Unapaste alafu una click continue. Wanasema step 3 security questions. Kumbuka hizi security questions ni maswali ambazo zinaweza zikakurudia wakati unapoteza password ama unakwama kwa kuweka password yako. Kama mtu akitaka kujaribu kuweka password yake kwako na isumbue, ama ukisahau password yako, ndio utaulizwa hizi maswali. Ndio maana wakati yoyote ambazo unazichukua unaweza ukaweka maswali kulingana na gisi ambazo unaelewa, unaweza kukumbuka. What was the destination of your first trip outside Canada? Inaweza nikasema inalingana na wewe. Acha niweke Kongo. Na ni wewe unaweza ka display ama ukose ku display. But nadhani ni vizuri ku display kusudi uone au kuandika makosa. Ya pili wanasema nachukua swali lolote. Ni wewe unachukua randomly, sio lazima uchukue zile mimi nimechukua. Hizi zote ni maswali, wewe unachukua ile ambayo unaona uko sawa nayo. Where did you first meet your significant other? Okay, which magazine do you read most often? Magazine gani hiyo? Okay, sema video. Multimedia. Hiyo ni mimi naandika zangu, sio lazima pia wewe uandike kama mimi ama uelewe kama mimi. Who was your favorite athlete as a child? Kuna yoyote ule unamjua? Cha mimi nijiandikie kama Jackie Chan. Jackie Chan ni athlete na ni actor. Question 4. What is your mother's middle name? Hiyo ni swali rahisi ambao kila mmoja anaweza kukumbuka. Niandike jina ya mama yangu hapo.
Question 5. What is the first name of the best man at your wedding? Acha niandike wangu anaitwa nani? Kazeli. Pia wewe utaandika. Okay, sio lazima uchukue maswali zangu, lakini unaweza kuchukua maswali zako. So nimecomplete hizo security, nabaki authentication. Wanasema nini? Provide your name and postal code to finish creating your account. This will give you access to Job Bank basic job search features. You choose to create a standard account on Job Bank. Will you like to keep either type of account? Mimi nataka kustick na hiyo account. So hapa wanasema title. Wewe ni Miss, wewe ni Master, ama ni Mrs, ama ni Mixed, ama ni nani? Mimi ni Mr. First name. Naweza nikaandika King. Last name naandika Prayer. Hiyo ndio jina langu, naitwa Prayer the way, ndio maana unaona nakujaga hivyo. Postal code. Acha niweke ya Nairobi, alafu nione. I am not a Canadian resident. Ndio maana nimeweka ya Nairobi. Hiyo ambayo ilikuja chini ni postal code yangu ya Canada. Hiyo ilikuwa ni postal code yangu ya Canada, lakini ukiselect I am not a Canadian resident, hawata kusumbua na hizo stories za postal code. So lazima uklik hapa I am not a Canadian resident kusudi usisumbuliwe na mambo ya postal code. So hauta have kuweka postal code. Unakuja huku finish. Na ndio hiyo, nimemaliza account yangu hiyo. Notification hizo zinaingia. Ukiona hapa sahihi, kwa hapa inaandika King Prayer. Niko na account already. Hiyo ni dashboard. So huku sasa unaweza fill hizo job title, location, city, nini ukitaka, lakini sio lazima. Hivyo ndio una create account yako. Sasa ukitaka kujaza profile yako, ndio unaweza ukajaza, uweke hizo ma CV manini ambazo utakuwa unatumia kwa mara moja. Lakini hivyo ndio account ina creatiwa. Acha tuone tena wanasema nini. A Job Bank successful registration of your account. Hapo wanasema hello, your Job Bank user account has been successfully registered. If you want any question regarding this email, you can contact us. Thank you, Job Bank. Na account already imemalizika. Hivyo ndio unafaa kucreate account ya Job Bank kirahisi tu sana, na account yako inaweza kuwa ready. Haya, niliona watu wana struggle, watu wanakwama, ndio maana nikasema siwezi nikakaa bila kukuja kuwasaidia kwa kuweza kucreate account. Kwa hiyo ndugu zetu wale ambao wako kwa group ya KHP Canada ya WhatsApp, ikiwa bado uko na swali ama mashaka kukwama bado kuhusu account ya Job Bank, ndio njia ambayo utatumia kufungua Job Bank. Iwe kwa simu, iwe kwa machine, procedure ni zile zimoja. Na kwa wale ambao hawako kwa group yetu ya WhatsApp na wangetaka kujiunga, link iko kwa hii video. Angalia hapa kwa description, utaona link ya WhatsApp ambao unaweza kutumia kwa kujiunga kwa group yetu ya WhatsApp, kusudi uko unapata notification, uko unapata update na link za video wakati zingine ambazo tuko live ama tunapanga kitu yoyote, na itaweza kukusaidia. So thank you so much for watching. Na kwa wale ambao ni wapya, kumbuka kusubscribe. Na wapenda sana, na nitaendelea kufight hadi dakika ya mwisho tupate results zile za mzuri. Ikiwa wewe ni mpya kwa channel hii, kumbuka kusubscribe.